Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo kutupa tena nafasi nzuri tena katika siku hii ya leo, ili tupate kushirikishana neno lake ambalo ndio chakula cha uzima, ambalo hasa ndio linafaa katika maisha yetu ya sasa, katika kutubadilisha, katika kutujenga, katika kutuhuisha, katika kutufariji, katika kutuonya. Kila wakati Mungu anapokupa nafasi ya kumsikiliza, fahamu kwamba kuna kitu anacho kwa ajili ya maisha ya kwako. Tumekuwa na mfululizo mrefu ambaye kama vipindi 3, 4 nikizungumza juu ya kumtambua mwenye nguvu katikati ya maisha yako, au kwenye kazi yako, au kwenye familia yako, au kwa namna yoyote hilo. Unaona kwamba kuna mtu mwenye nguvu anayekutawala, au anayetawala eneo, au anayetawala taasisi, au anayetawala mazingira ambayo unayoishi. Na tukaenda mbali zaidi, tukaanza kuzungumzia tabia za kumtambua mwenye nguvu. Kumbuka siku zote adui tunayepambana naye, kama haujui hila zake, ujanja wake na uelevu wake, ni vigumu sana. Unaweza ukajihusisha katika vita vya kiroho, lakini bila ufahamu wa unapambana na nani na anapita wapi na anatumia silaha zipi, si rahisi sana kushinda vile vita. Kwa hiyo tulianza wiki iliyopita kuzungumza tabia za mwenye nguvu wa ulimwengu huu, ambaye anatawala maisha ya watu katika maisha yao. Na tulisimama na kile kitabu cha Luka 11:21 hadi 22. Biblia inasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake ailindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Nilizungumza juu ya mwenye nguvu huyu ambaye Biblia inamsema huyu ni Shetani, lakini mwenye nguvu zaidi ni Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu mwenye nguvu yuko katika jumba lake ama katika fahari yake, ana silaha zake na ana mateka ambayo anayo. Na ili uyaondoe mateka, ni lazima kwanza umshinde yeye huyo mwenye nguvu, alafu ndipo upate nafasi ya kumpokonya silaha zake na kupokonya mateka yake. Na ndiyo kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya. Yesu kabla hajaanza huduma alijua ya kwamba hawezi akafika mbali kabla bado hajamshughulikia mwenye nguvu. Ndio maana alipelekwa nyikani na Roho Mtakatifu akakaa siku 40 ili kusudi apate kujiandaa na kupambana na yule ambaye anajiita mwenye nguvu wa ulimwengu huu, ili huduma yake ipate kwenda na ipate kustawi kwa namna ya pekee, lakini pia apate kutuweka huru sisi. Kwa hiyo unaona, hatua ya awali aliyoanza nayo Yesu ilikuwa ni kumshughulikia mwenye nguvu, ilikuwa ni kumshughulikia Shetani, kwa sababu ndiye alikuwa amebeba mfumo na utawala wa maisha ya watu, ndiye kabeba mifumo ya mafanikio ya watu, ndiye amebeba mifumo ya maamuzi ya watu, amebeba mifumo ya siasa, anatawala mifumo ya kiuchumi, anatawala mifumo ya kiafya, anatawala mifumo ya kielimu. Yeye baada ya kukabidhiwa dunia hii na Adam na Hawa, tayari akaingia kwenye mifumo ya utawala na kimaamuzi, kwamba unataka kitu mpaka kitu fulani kifanyike kwa ajili yake ndipo upate kufanikiwa. Na Yesu alijua hawezi akatutoa utumwani bila kushindana na yeye na yule kumshinda. Kwa hiyo ilibidi aende moja kwa moja katika nyika kwa ajili ya mapambano na mashindano hayo. Na haikuwa vita nyepesi, kwa sababu vita ya kwanza, Adamu wa kwanza alishindwa, na akaja kukutana tena Adamu wa pili kwa namna na kwa jinsi hile hile. Lakini atukuzwe Mungu ya kwamba Yesu Kristo alishinda na akafanyika sababu ya kutukomboa na kutuokoa na kutununua
kutoka mikononi mwa Ibilisi ambaye ni Shetani, ambaye nimempa jina la mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachotaka ukifahamu, Yesu alijua bila kumshinda mwenye nguvu, huduma yake isingeweza kufanikiwa. Huduma yake isingeweza kutoa matokeo. Huduma yake isingeweza kustawi, kwa sababu watu hao na mazingira yaliyopo pale yanamilikiwa na nguvu nyingine, yanamilikiwa na utawala mwingine. Na wewe mpenzi msikilizaji wangu, unajua ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa sheria. Ulimwengu wa roho unatenda kazi kwa sheria. Yule anayetawala mazingira yale ndiye anayeamua hawa watu wa chini waweje, hawa walio katika utawala wake waweje. Ndio utendaji ulivyo katika ulimwengu wa kiroho. Sasa ikabidi Yesu aanze kushughulika na Shetani kwanza, ambaye ni mwenye nguvu, ili kusudi kuweza kutuacha huru na kututoa kwenye hatari zote na migandamizo yoyote ambayo Ibilisi alikuwa ametushikilia kwa muda mrefu. Biblia inasema yeye hapendi kuwaacha mateka wake au wafungwa wake huru. Kwa hiyo ni lazima nguvu itumike ili apate kuachia. Ni lazima nguvu itumike ili apate kuachia huduma, apate kuachia taasisi, apate kuachia familia, apate kuachia nchi, apate kuachia wilaya, apate kuachia mifumo yote ambayo amekaa nayo kwa muda mrefu. Na nilizungumza kipindi cha nyuma nikakwambia mapambano yetu na Shetani yako kwenye nani atawale. Hiyo ndio lengo kubwa la vita vya kiroho kwanza. Maana yake nani atawale? Yule anayeshinda ndiye anayetawala. Kwa hiyo lazima kanisa ambalo limepewa silaha za kiroho ili kupambana katika ulimwengu wa kiroho na adui ambaye yuko kwenye ulimwengu wa roho, lakini madhara yake tunayaona kwenye ulimwengu wa mwili. Kanisa livae silaha zote za Mungu ili kupambana na kushindana na huyu mwenye nguvu, ili kuwaacha huru wale aliyowateka, kuwaacha dada zetu, kuwaacha marafiki zetu, kuwaacha ndugu zetu, kuwaacha taasisi zetu, kuwaacha huduma zetu, kuwaacha njia zetu, ili tupate kutembea katika maisha ya uhuru ambayo Yesu alikusudia kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Sio rahisi sana kwa Wakristo wengi kujua kwamba vita vya kiroho ni mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao. Vita vya kiroho ni mapenzi ya Mungu. Kama ambavyo Mungu anataka umwabudu, Mungu anataka umtukuze, Mungu anataka umtolee, Mungu anataka uende kanisani, Mungu anataka usaidie yatima na wajane, ndivyo hivyo Mungu anataka upambane. Kwa sababu ya kupambana, huwezi ukapata ambacho Mungu amekuahidi bila kujihusisha na vita vya kiroho. Havijitokezi tu, haviji tu kwa kudondoka kutoka juu, haviji tu kwa kuviokota. Lazima upambane. Na mstari ambao ningependa nikushirikishe ni Kumbukumbu la Torati 2:24. Kumbukumbu la Torati 2 ule mstari wa 24. Kumbukumbu la Torati 2 mstari wa 24. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Anasema, ondokeni, mshike safari yenu, mvuke bonde la Amnoni. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori, mfalme wa Heshboni, mkononi mwako na nchi yake. Anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapambano. Mshindane naye katika mapambano. Ni mstari wa ajabu sana ambaye unaona Mungu anampa maelekezo Musa juu ya safari yao kwenda kwenye urithi wao. Na kumbuka, nchi ya Kanaani haikuwa tupu, ilikuwa na vitu, ilikuwa na watu, ilikuwa na watawala pale.
kulikuwa kuna mataifa takriban 7 yaliyokuwa yanamiliki lile eneo, halikuwa tupu. Kwa hiyo ilibidi warithi baada ya kushindana, na ndio maana Mungu anawaambia waondoke, washike safari yao. Kuelekea wapi? Kuelekea kwenye hatima yao. Anawaambia wavuke bonde la Hanoni, lakini kuna maadui wako mbele. Kuna adui anaitwa Sihoni, yuko mbele pale. Kuna mfalme anaitwa Sihoni, yuko mbele pale. Ni Mwamori, ni mfalme wa Heshbon, ambaye Mungu anasema amemtia katika mikono ya wana wa Israeli. Kumbuka, amekaa kwenye urithi wa wana wa Israeli, na Mungu anamwambia Musa, tayari wale watu wako mikononi mwao, wao pamoja na nchi yao. Kwa hiyo kwa jinsi ya kawaida Mungu ameahidi na tayari imeshakuwa kwenye ulimwengu wa roho, lakini anawaambia kitu cha kuangalia pale, kwa pamoja na kwamba yule mfalme yuko mikononi mwa Musa na nchi yake pia iko mikononi mwake, anawaambia aanze kuimiliki. Sasa anaambia anaimiliki gani? Kwa kushindana naye katika mapigano, maana yake katika vita. Mpenzi msikilizaji wangu, haijalishi Mungu amekuahidi nini, haijalishi Mungu amesema nini juu ya maisha yako au juu ya hatima yako au juu ya baraka alizokwisha kuziandaa, hazijitokezi. Ni mpaka ushindane, ni mpaka upambane, ni mpaka uingie na kujihusisha na vita. Hapa Mungu amewaahidi na ameshawapa. Ni kweli ibilisi yuko mikononi mwetu. Ni kweli Mungu alishayafanya yote. Ni kweli alishaahidi yote. Ametupa baraka, ametupa tayari kurithi afya, ametupa kurithi mafanikio, ametupa kurithi ushindi, ametupa kurithi utere, lakini lazima tushindane tena katika vita. Ndio maana kama haujihusishi na vita vya kiroho, sio rahisi kuona matokeo ya ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Haijalishi amekupa wilaya, haijalishi amekupa makabila ya watu, haijalishi amekupa jamii za watu, haijalishi amekupa kijiji, haijalishi amekupa mtaa, haijalishi amekupa mali, haijalishi amekupa fedha. Bila kuingia katika vita vya mapambano na mashindano, si rahisi kuona kile ambacho Mungu ameahidi kikiwa arithi ndani ya maisha yako. Mpenzi msikilizaji wako, urithi wako ndani ya Kristo, ili huwe harisi, ni lazima upambane na kupigana, ni lazima upambane na kumiliki, ni lazima ujihusishe na vita, ni lazima ujihusishe na mapambano, ni lazima ujihusishe na kila aina ya bato katikati ya maisha yako. Hayawezi akajitokeza kwa kubweteka wewe kukaa. Amekuahidi idadi ya watu, amekuahidi kuliongeza kanisa, amekuahidi kuzidisha kanisa. Sio swala la wewe kubweteka na kukaa, ni swala la wewe kusimama katika Bwana upate kumiliki kila ambacho Mungu amesema. Ndicho Mungu anachomwambia Musa. Anamwambia yule mfalme tayari yuko mikononi mwake. Ni kweli mwenye nguvu yuko mikononi mwa Yesu tayari, na yuko mikononi mwetu. Mateka aliyoyateka, mali zetu alizozichukua, fedha zetu alizozimiliki, fursa zetu alizozizuia, ziko bado kwenye mikono yake. Ni kazi yetu sisi kusimama na kumpokonya. Nguvu za kutushinda hana, kwa sababu tulishashinda ndani ya Kristo, lakini ni hatua yetu kuchukua nafasi na kuingia katika vita. Nilikwambia walipewa nchi iliyojaa maziwa na asali, na wewe mwenyewe unajua asali ilipo na nyuki wapo. Sasa wewe unataka upate asali wakati utaki kujiprotekti na kupambana na hao nyuki kwanza, ili upate kufaidi baraka zilizo ndani ya asali. Mpenzi msikilizaji wangu, nikuulize swali. Kuna akina Sihoni wangapi kando kando ya baraka zako, kando kando ya urithi wako, kando kando ya utere wako, kando kando ya ahadi zako? Ni wazi ya kwamba wako wengi, ya kwamba wako wengi. Ndio maana nimekuambia ni vizuri ujihusishe kwenye vita vya kiroho, ili upate kuona matokeo
ambayo yanakuwa harisi kwenye maisha yako. Ahadi ya Mungu haiwezi kawa harisi, mpenzi msikilizaji wangu, bila kupambana. Ahadi ya Mungu haiwezi kawa harisi bila kushindana. Ahadi ya Mungu haiwezi kawa harisi bila kuvaa silaha zote za Mungu na kuanza kuweza kupambana na adui. Ndio maana nilizungumza na wewe kile kitabu cha Waefeso 6, nikizidi kukuongezea lile eneo ili upate ufahamu zaidi kwenye lile eneo la vita vya kiroho. Kitabu cha Waefeso 6 ule mstari wa 10 hadi 11. Efeso 6:10 hadi 11. Biblia inasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Nataka ule mstari, tunashindana na nani? Tunashindana na hila za shetani. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Nilizungumza ya kwamba tunapambana na hila. Hila ni udanganyifu au akili zenye ujanja wenye udanganyifu. Ila tunamaanisha habari za uelevu. Hila tunazungumza habari za uongo. Hila tunazungumza habari za hadaa. Watu wanafikiria shetani atakuja kwao akiwa na mapembe, akiwa na manguo meusi na mavidole ambayo ni marefu, au na jicho moja katikati ya paja la uso. Shetani haji hivyo. Hila zake anakuja kwa ujanja sana, ambao usipokuwa makini unaweza ukafikiria umemkaribisha mtu wa maana, kumbe umekaribisha mauti yako. Umempokea mtu wa maana, kumbe umepokea uharibifu wako. Ndio inaitwa hila. Maana yake ni udanganyifu, maana yake ni uelevu, maana yake ni uongo, maana yake ni hadaa. Hizo ndizo hila za shetani tunazopambana nazo. Na tunazipata wapi? Kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 11. Wakorinto wa pili, ile sura ya 11, ule mstari wa 3. Anasema hivi: lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije hakawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Angalia, alitumia hila kwa Hawa, alitumia udanganyifu kwa Hawa. Sasa nenda uangalie alivyomwingiza Hawa kwenye 18. Alivyomwingiza Hawa kwenye 18, utapata hila inavyofanya kazi. Alikuja kijanja sana, na bahati mbaya Hawa akaingia kwenye 18. Kwa hiyo Biblia inasema, Paulo anasema ya kwamba nyoka alimdanganya Hawa kwa hila. Alikuja na udanganyifu, alikuja na ujanja mwingi, alikuja na uongo, alikuja na hadaa. Hakuja moja kwa moja, alikuja amejificha kwenye wema, amejificha kwenye lugha nzuri, amejificha kwenye faida, amejificha kwenye maarifa, amejikita kwenye mambo, amekuja kiujanja sana. Mpenzi msikilizaji wangu, tunapambana na adui mwenye nguvu. Sio ishu tu ya kupiga vunja na haribu na kalia na fanya nini, lakini sio tu ishu ya kumtaja taja. Ni lazima ujue hila anazokuja nazo kwa mtu, anazokuja nazo kwenye huduma, anazokuja nazo kwenye familia, anazokuja nazo kwenye kazi, anazokuja nazo kwa watu waliokoka. Lazima ujue anakuja kwa hila, na akifanikiwa huyu mtu baada ya muda anakuwa ameacha njia ya uzima, ameacha njia ya uzima. Unaona, anatokeza juu kinyume na mambo ya Mungu katika maisha yake. Unaona, mara ya kwanza alikuwa vizuri,
lakini unaona ghafla amegeuka. Unaona mara ya kwanza alikuwa anakwenda vizuri, lakini ghafla ameingiza kitu kingine ambacho sio cha kwake. Ukishaona namna hiyo, kuna udanganyifu ambao huyu mtu ameusikia, kuna udanganyifu ambao huyu mtu ameupokea, kuna udanganyifu ambao huyu mtu ameingizwa chaka, na kwa sababu hiyo amejikuta chini ya athari ya kutoka kwenye njia ambayo Mungu amekusudia. Na nilianza kuzungumza tabia za mwenye nguvu ili upate kupambana naye. Nilizungumza tabia ya kwanza ya mwenye nguvu, upenda kutoa ushauri. Huu mfano unaupata kwa Yesu. Unaupata kwa Yesu. Amefunga na siku 40, alafu ghafla anajitokeza shetani. Anamwambia siabadilishe tu yale mawe kuwa mkate, kwa sababu aliona Yesu ana njaa. Ibilisi hakujaribu nje ya kiu ulionayo. Ibilisi hakujaribu nje ya shauku ulionayo. Ibilisi hakujaribu nje ya matamanio ulionayo. Atakuja kwa namna ambavyo usipojua, anakuingiza kwenye 18. Kwa hiyo alijua wazi ya kwamba Yesu anahitaji chakula, maana ana njaa. Hapo akamtengenezea tukio la kumwambia abadilishe mkate, abadilishe jiwe kuwa mkate. Nilizungumza wiki iliyopita ya kwamba hauwezi, umetoka kufunga katika siku 40, alafu nakula kitu kigumu, unaweza ukafa. Ulikuwa ni ushauri, lakini nyuma ya ule ushauri kulikuwa kuna uharibifu ambao adui alikuwa amekusudia. Ilizungumza kwa upana, unaweza ukarudi tena kule kwa lengo la kupata. Lakini ya pili nilikwambia, tabia yake ya pili, upenda kutoa mali na uongozi kwa wale wanaomwabudu. Upenda kutoa mali na uongozi kwa wale wanaomwabudu. Upenda kutoa uongozi na mali kwa wale wanaomwabudu. Kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 ule mstari wa 8 hadi wa 9, Biblia inasema hivi: ninazungumza habari za Yesu amechukuliwa katika mlima mrefu, alafu Ibilisi akamwonyesha miliki zote za dunia kwa dakika moja na fahari yake. Akasema miliki yote hii na fahari yote hii iko mikononi mwangu. Unataka kuwa mashuhuri Yesu? Unataka kuwa mtu mkuu? Unataka kumiliki mifumo ya ulimwengu? Unataka watu wakujue kushoto na kulia? Unataka habari zako zienee? Unataka huduma yako iende kwa kasi? Yesu, huo uwezo ninao, ila unachotakiwa kunifanyia wewe nisujudie. Wewe nisujudie. Wewe nisujudie, ili nikupe hivyo, ili niviachilie kwako hivyo. Mpenzi msikilizaji wangu, fikiri pamoja na mimi kama Yesu angekubali. Akakubali, ameenda mlimani, na ndio wengi wanapigiwaga huko, nakuta mlimani ametoka kule, ametoka na mafunuo ya ajabu ajabu. Mimi sikwambii mlima ni vibaya, lakini lazima uwe makini sana kwamba kwenye ulimwengu wa roho, mtu anapomtafuta Mungu, sio kila mtu anakutana na Mungu. Wengine wanakutana na vitu vingine. Sasa amekutana kule na Yesu Kristo, alafu anamuingizia hoja yake ili kumpa umashuhuri, ili kumfanya awe na nguvu juu ya mifumo, ili kufanya habari zake zienee, ili kufanya azungukwe na watu. Anamwambia amsujudie. Yesu ghafla kama angekubali, maana yake angetoka mlimani ana kitu kingine. Angetoka mlimani ana ushawishi wa kushangaza ambao hauelezeki. Hawa ndio unakuta baada ya mwezi, ndani ya mwezi mmoja tu, kila kitu kiko juu. Magari, majumba, sikwambii ni mabaya. Huduma imekimbia kule,
Maisha yamebadilika ndani ya mwezi mmoja tu, unakuta amekimbia kwa kasi. Vitu vya namna hiyo ni vya kuwa makini. Sisemi kwamba Mungu hawezi kubadilisha maisha ya watu, lakini kuna prosesi, na hauwezi kwenda ukaacha prosesi ukapingana na taratibu ambazo Mungu amekusudia kwenye maisha ya kwako. Sasa unaona anatoka kule, kila kitu kina change. Unakuta makusanyiko ni mengi, sio mabaya, ndani ya Kristo yapo pia. Unakuta maisha yamebadilika, unakuta vitu vimechange. Watu wanaanza kujiuliza imekuwa kuaje? Nimekuambia rudi kwenye somo ya kwamba moja kati ya njia anazotumia mwenye nguvu, anawapatia watu mali pamoja na uongozi. Watu wanakuwa juu ya mifumo ya kifedha, wanakuwa juu ya mifumo ya kisiasa, wanakuwa juu ya mifumo ya kiafya, wanakuwa na influence fulani hivi, lakini ndani ya muda mfupi mambo yamechange. Sasa huyu mtu ghafla unakuta kuna mabadiliko, kuna mageuko, vitu vyake havielezeki, haijulikani imetoka wapi imekwenda wapi. Hata mtumishi wa Mungu anatakiwa hajulikani ametoka wapi amekwenda wapi. Ndio maana Yesu alitupatia mfano kabisa. Tulijua ametokea wapi, ameenda wapi, ametokea wapi, amekwenda wapi, amefikia wapi. Ndio kazi ya watumishi wanavyopaswa kuwa. Sasa hapa unakuta Yesu ametoka mlimani, alafu ghafla unakuta vitu vimebadilika kabisa. Mpenzi msikilizaji, ukisoma Ufunuo 18 mstari wa 1 hadi 13, unakuta ni biashara ambayo nimeizungumza huku katika kile kitabu ambacho nimeizungumza juu ya Yesu. Yesu anaambia ukinisujudia nitakupa. Ninataka ufahamu kwamba ilikuwa ni business, haikuwa ni msaada. Ibilisi alikuwa hampi Yesu msaada. Ibilisi alikuwa anampa, ilikuwa ni business na ilikuwa ni biashara iliyofanyika mlimani na watu wawili. Lakini mmoja lazima atoe, alafu mwingine lazima apokee. Kwa hiyo hili upokee lazima utoe. Alichotaka, alitaka Yesu atoe ibada, alafu yeye ampe mali. Atoe moyo wake, ampe mali. Ilikuwa ni business. Usifanye kwamba ilikuwa ni msaada. No. Katika ulimwengu wa roho, vitu vya shetani huvipati bure. Msaada wa shetani huupati bure. Utajiri wa shetani huupati bure. Mafanikio alionao shetani huyapati bure. Lazima kuna kitu unapaswa utoe. Lazima kuna kitu unapaswa ukiachirie. Lazima kuna kitu inapaswa urelease, ndipo naye akupe. Ingekuwa ni msaada asingemwambia amsujudie, angemwambia chukua vyote hivi. Lakini alimwambia no, ili uvipate vya kwangu ambavyo viko chini ya himaya yangu, viko chini ya utawala wangu, ni lazima unisujudie. Kile kitabu cha Marko sura ya 8. Nafikiri mstari wetu wa mwisho. Marko sura ya 8. Marko sura ya 8. Mstari wa 36. Mstari wa 36 hadi mstari wa 37. 36 hadi 37. Nasoma 1:36. Anasema, kwa kuwa itamfaidia nini mtu kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Angalia biashara anayosema, akipata hasara ya nafsi yake. Maana yake biashara iliyofanyika ni ya nafsi ya mtu, au kwa lugha nyingine moyo wa mtu, au kwa lugha nyingine roho ya mtu. Ibilisi anachotafuta kwa mtu, hakumwambia Yesu ampe pesa. Alitaka hauze nafsi yake, ampe. Na kuuza nafsi ya mtu maana yake ni kuuza tabia ya mtu, ni kuuza thamani ya mtu, ni kuuza ubora wa mtu, ni kuuza hatima ya mtu. Ndicho shetani anachopambana nacho. Angalia sana huyu mtu anayefanikiwa, nafsi yake iko wapi? Tabia yake ni ipi? Moyo wake uko wapi? Maisha yake na hatima yake ameviweka wapi? Ibilisi hakutaka Yesu hatoe pesa. No, alichokuwa anataka ni Yesu auze nafsi yake, atoe nafsi yake, amkabidhi shetani, alafu shetani amfanikishe. Wako watu wangapi sana leo hii ambao wameuza nafsi zao kwa ajili ya kupata vitu vya shetani. Wameona huduma haziendi,
wameona vitu haviendi, wameona mambo hayaendi, wanajitokeza washauri, wanamwambia kuna sehemu fulani haina shida, umefanya huduma kwa muda mrefu, haupaswi kuwa hivyo, hebu twende nikupeleke sehemu fulani. Alafu baada ya muda makusanyiko yatakuwa ni mengi. Baada ya muda yule mtu nashangaa kweli anafanikiwa, lakini kauza nafsi. Sasa ningependa nikushirikishe kidogo biashara inayofanyika katika ulimwengu wa roho ni ipi, alafu baadaye tumalize nikuombee tena, mpenzi msikilizaji wangu. Kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 18, mstari wetu wa mwisho. Ufunuo ile sura ya 18. Ufunuo ile sura ya 18. Inasema, baada yao naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ulio mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wako, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu ya kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganya mchanganyishieni maradufu, kwa kadri alivyojitukuza na kufanya anasa. Mpeni maumivu na huzuni kadri hiyo hiyo, kwa kuwa usema moyoni mwake, nimeketi malkia. Kumbuka ni mwanamke huyo, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kuomboleza, wauonapo moshi wa kuugua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ulio mkuu Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Na wafanyabiashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao. Angalia sentensi hiyo, hapana mtu anunuaye bidhaa yao. Tena bidhaa ya dhahabu anaanza kutaja, bidhaa ya fedha anataja tena, na kito chenye thamani anataja, na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa hudi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha marimari na mdarasini na hiriki na huvumba na marehamu na ubani na mvinyo na mafuta ya mzeituni. Angalia hapo, na mafuta ya mzeituni. Business ni biashara inayoendelea. Paka mafuta ya mzeituni pia yanauzwa. Paka mafuta ya mzeituni pia, anointing oil, anointing iko sokoni. Unapoona vitu vya namna hiyo, kimbia mara moja kwenye Biblia ambako ndio kuna jibu lako. Na sio tu hivyo, na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Na miili na roho za wanadamu ni business. Unakwenda unaacha nafsi yako, atakuuliza unataka nini? Unaambia nataka roho za watu, nataka miili ya watu, nataka upako, nataka maongezeko, nataka mazidisho, nataka watu waniogope, nataka watu wanijue, nataka watu wanitambue kwamba nipo mimi, nataka jina langu lijulikane. Anakwambia haina shida, twende mlimani. Huza nafsi yako, huza thamani yako, huza thamani yako ambayo ndio nafsi yako, alafu mimi nikupe. Mpenzi msikilizaji, ni vizuri ukajua kila tukio linalotokea na picha ya neno inavyosema. Si mapenzi ya Mungu tuingie kwenye business na shetani kwa kuuza nafsi zetu.
gharama zake ni kubwa. Biblia inasema itakufaidi nini ukipata ulimwengu wote huo? Ukipata mali zote hizo, inakufaidi nini? Alafu ukakosa uzima wa milele. Gharama ni kubwa, uharibifu ni kubwa, kwa sababu umeuza tabia yako. Na ndio maana ni rahisi sana kuwajua hawa watu wa hivi. Ukisoma Biblia ni rahisi sana kujua. Kwa hiyo unapoona mtu amefanikiwa, kabla ya kuangalia fedha zake, angalia moyo wake uko wapi. Kama anapata mali, anaongezeka na kustawi na moyo wake unazidi kudidimia, ujue kuna biashara imeingia kazini hapo. Kwa sababu ulimwengu wa roho, upande wa Mungu na upande wa giza, vyote vinaangalia moyo ukoje. Mungu anasema, kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli, ninaomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama roho yako inavyofanikiwa. Kwa hiyo vinakwenda sawa sawa. Lazima moyo wako usike, lazima nafsi yako ihusike, lazima maisha yako yahusike. Na hii usipojua, unaweza ukapata msaada ambao ndani yake ukaona ni tiba ya muda mfupi, kumbe inakumaliza. Lakini ningependa nikuombee kwa dakika chache hizi. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa mpenzi msikilizaji wangu ambaye umempa nafasi ya kusikiliza mambo haya mazito ambayo kwa jinsi ya kawaida yanaonekana kama ni siri ama ni fumbo. Lakini katika nyakati hizi za siku za mwisho, unakwenda kuweka vitu wazi ili mwenye kuchagua na achague, mwenye kusikia na asikie. Yehova, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Ninaomba hata juu ya mpenzi msikilizaji wangu, hata kama alishaingia kwenye hila bila kujua, hata kama alishaenda katika umbali ambao mpaka sasa hivi hajui anatokaje, ninaomba umpe neema ya kumrudisha kwako. Ninaomba umpe neema ya kukungoja. Ninaomba umpe neema ya kukusikia tena kwa upya. Ninaomba umpe neema ya kusema tena ndio kwako, kwa sababu fedha na dhahabu ni mali yako. Mungu wangu na Baba yangu, umsaidie, 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 kwa sababu unalo kusudi jema juu ya maisha yake. Umwezeshe. Ninambariki kwa baraka ya neema ya wokovu na baraka ya neema ya ushindi, katika jina la Yesu aliye hai. Amen.